Haya, swala la pili ambalo ninataka kulizungumzia, niliweka ahadi na ahadi ni deni, kwamba nitakuja kuwaelezea ni kwa nini niliweza kuolewa nikiwa na miaka 16, na mwaka huo wa 16 kabla ufike wa 17 nikawa nimepata mtoto wangu wa kwanza. Niliwaelezea maisha yangu baada ya kuacha shule nikiwa na miaka 11. Nikawa ninafanya kazi za nyumbani, lakini ilikuwa sifanyi ile ya kukaa kabisa kabisa. Naweza fanya miezi 2, miezi 3 narudi nyumbani, kwa sababu hali za mamangu zilikuwa sio nzuri. Alikuwa anaumwa. Kwanza akawa anashughulikiwa na babangu wa kambo, lakini mwisho babangu wa kambo ikawa ni kama ambaye amechoka. Yaani moyo ulikuwa umechoka kwa sababu ya yale masimango ya watu. Niloelezea kwamba kipindi hicho ndio kipindi kulikuwa kumeingia huo ugonjwa hatari wa ukimwi, na ulikuwa unatangazwa katika vyombo vya habari. Kwa hivyo majirani na ndugu zake wa karibu, ndugu zao wa karibu tuseme wote upande wa baba na kwa mama, wakawa wana ule wasiwasi kwamba mamangu anaugua ugonjwa hatari wa ukimwi, lakini alikuwa anaugua kifua kikuu ambacho kilimchukua muda mrefu bila kugundulika hospitali. Kwa hivyo ikawa analazwa hospitali, anatolewa akiwa bado anaumwa, anapelekwa kwa waganga, anaregeshwa nyumbani akiwa bado anaumwa. Sasa babangu naye akashikwa na ile depression, akaacha kazi, akawa ni mtu wa kulala. Sasa mimi ndio na wale wadogo zangu ikawa ndio tunahangaika, mimi nikiwa pale na tunahangaika mambo ya chakula, mambo ya kufanya biashara. Sasa wadogo zangu ndio walikuwa ni wadogo kabisa, kwa sababu mimi nilikuwa na mwaka wa 11. Kwa hivyo hali iliendelea vile, kisha baadaye mamangu ugonjwa ulikuja ukagundulika kwamba ni kifua kikuu, akapata matibabu, akapata nafuu. Nilikuwa nina ile hamu sana ya kuwa nirudi shule na mimi nisome niwe kama watoto wengine, lakini mamangu akanambia kwa sababu yeye hana pesa, itabidi niende nikafanye tena kazi za nyumbani. Hapo alikuwa nimefikisha mwaka wa 14 naelekea mwaka wa 15. Nikarudi nikawa ninafanya kazi ya nyumbani, nikipata pesa nikimpatia mamangu asevu, nikipata pesa nikimpatia mamangu asevu. Nikirudi sasa nataka kujitayarisha kwenda shule, mamangu anaanza kuniambia, sijui ile pesa imetumika, sijui tumekununulia mbuzi, sijui nini. Hadithi zikaanzia hapo. Sasa nilipofikisha mwaka wa 16 nikaa nimekuwa msichana mkubwa, nishavunja ungo, nimekuwa msichana mkubwa, mwili umejitengeza vizuri. Wanaume ndio hao wa maprado. Unajua tu ukifika hiyo age, wanaume wa maprado wao wanahamia kijijini kwenu ama nyumbani kwenu ama kwa wazazi wenu, ama sasa ile kuhongwa ukitoka huko nje, mwenye 100, mwenye 200, yani mtu yuko tayari akuhonge ili akuharibie maisha. Ndio nilisema nitarudia hii story ili niwafundishe wale wasichana wadogo ambao sasa hivi huwa naona wananunuliwa pombe, wananunuliwa nyama choma, wanapelekwa shopping, wanaona wamefika katika maisha. Hapana, bado uko na ndoto zako, lakini zile ndoto zako zitakuja kutimia vipi kama umetoka katika familia kama yangu. Mimi nilikuwa na save pesa, mamangu ndo nimemfanya bank account, pesa zinaliwa. Nanunuliwa mbuzi, niambiwe nifuge mbuzi ndo nije niwe tajiri. Wafugaji pia wanakuwa matajiri, wafanya biashara wanakuwa matajiri. Mbuzi anauzwa, pesa sipewi. Sasa ikafika mahali nikashikwa kama mtoto, nikashikwa na stresi kama vile wanavyoshikwa watoto wengine. Lakini nilikaa chini nikazungumza na roho yangu. Nikasema ili nisiwe ninampatia mamangu pesa, ili nisiwe ninafanya kazi ikiishilia kwenye familia ya mamangu, kwa sababu nahitaji maisha yangu. Ndipo nilipochukua uamuzi wa kwenda kuoleka. Alikuja kazini brothangu akana approach, ilikuwa kwa ule wakati wa Sweet 16, ndio nikamwambia mimi sikuolewa kwa sababu hiyo Sweet 16, lakini yeye alipokuja na ile kwamba anataka kunichukua anipeleke kwao kwa wazazi wake kisha tufunge ndoa. Nilikuwa mdogo, nilikuwa bado niko bikra. Kwa hivyo mimi nikaona badala ya kumshauri mamangu, kwa sababu mamangu ni ule mtu kila nikimwambia kijana fulani anataka kunioa anazua hila. Kwanza alikuwa anataka niolewe na kijana wa Kirabai, akaanza kuniambia Warabai ni wachawi. Nikaa nataka niolewe na kijana wa Kiarabu, sitaki kumtaja jina lake, sasa hivi ni mtu na familia yake. Akanambia Waarabu huwa wanaweka mtu mateka. Sasa nikaona huyu watatu na sitaki kucheat. Just imagine, mimi sijaolewa
na pale naishi na wazazi wangu, lakini sitaki kufanya lile tendo la ndoa kiharamu, mpaka alipokuja my first husband. Lakini nilikuwa siendi kuolewa kwa lengo la kuolewa, nilikuwa nataka kwenda kuolewa kwa sababu nipate ule uhuru, niwe na ile freedom. Sasa lakini ile freedom yenyewe nilikuwa sitaki kuipata kupitia mlango wa nyumbani. Kwanza kwa kupoteza usichana wangu kwa mtu kwa hao mababa sukari, maana walikuwa mababa sukari wote wamehamia pale kwetu na ni watu na familia zao. Hapa sasa ndipo nataka kufunza wasichana wadogo. Unapoona mtu amekuja na ni mtu na familia yake, amejitambulisha kwenu eti anakupenda, achana na huyo mtu. Tafuta mtu ambaye hana mtu na wewe ukaanze maisha, uwe na uhuru wako. Kwa hivyo mimi nilichukuliwa na babake firstborn wangu, akanipeleka kwao, watu wa kwao wakaja wakajitambulisha, tukaozeshwa na tukaanza mambo yetu ya ndoa. Lakini ndoa haikuwa na furaha kwa sababu mimi sikuwa nimeenda kuoleka. Nilikuwa nimeenda nipate uhuru wangu. Na ile tu nilikaa kwa ule mwezi wa kwanza nikaona siku zangu, mwezi wa pili nikashika ujauzito. Hicho ndicho nilikuwa nimeenda kukitafuta. Niliposhika ujauzito, zile stress za mimba na nini ikabidi yule bwana ashindwe, aniregeshe kwetu nije nikae hadi nijifungue. Nilipojifungua nikakatalia kwetu kwa sababu nilikuwa bado ninataka kuilea familia ya mamangu. Nilikuwa bado ninataka kuwalea wadogo zangu, kuwasomesha wadogo zangu. Nilikuwa ninataka sasa nifanye biashara, nikisevu pesa zangu ili niwe na maisha yangu. Lakini pia hapo ndoto haikuenda vile nilivyokuwa nimepanga, kwa sababu baada ya kusevu pesa kidogo na kujinunulia vitu vyangu muhimu na mtoto wangu, yule bwana alikaa akinifuata akinilazimisha kuwa nirudi, mwisho akachoka, ikabidi atoe talaka aende akaoe mwanamke mwingine. Mimi nikarudi nyumbani nikatulia, nikaanza kusevu pesa zangu. Hata sijafika mbali, mamangu akaanza kuwa anataka kuenda mashambani kwa sababu hataki tena maisha ya mjini. Yeye alikuwa hana nguvu za kufanya biashara na mume wake alikuwa hana kazi, kwa hivyo akashauriana. Nikamwambia ni sawa, nenda ukatafute shamba. Mamangu akaenda akatafuta shamba, akaja akatuambia kwamba amepata shamba ya kukodisha, inataka pesa kiasi fulani. Tena ikabidi zile akiba zangu nizitoe nimpe mamangu aende akashikililie shamba. Mamangu akaniambia kwamba mimi naondoka na sitaki tuende sote, ama ufanye nini? Uolewe, utafute mtu uolewe, nihakikishe nimekuacha mikononi kwa mwanamume, nisikuache katika maisha ya kuzurura. Kwa hivyo nikaangalia katika wale vijana walikuwa kinikatia pale mtaani, nikapata mmoja, nikaolewa tena ndoa ya pili sasa. Hii ilikuwa ni ndoa ya kuenda kustamili na kutafuta maisha, isipokuwa nilifika kule nikamkuta mume ni mkorofi. Mume alikuwa ni mkorofi, ni mtu wa kunipiga kila siku, ananipiga kila siku. Lakini hapa kidogo sasa nilikuwa nimesha koma, I'm running to 20 years. Hapo pia nilipata mtoto wangu wa pili, nikahamia kwa mamangu mdogo. Katika ndoa, leo nataka kuzungumza nini? Katika ndoa pia usiwe mtu wa kulazimisha vitu. Ukiona mambo hayaendi, achana na hiyo ndoa, nenda ukafanye mambo mengine. Na huu ndio uzuri wa Uislamu. Uislamu haumlazimishi mtu ama ukasema ni ile forever. Sasa ndio kwa sababu unataka kukaa na ule mwanamume kwa lazima, mnaanza kurogana, mnaanza kwenda kwa waganga, mnaanza kwenda kutafuta mafanikio. Mara unaambiwa sijui lete mtoto kafara, mara sijui unaambiwa lete sijui mambo kama hayo. Kwa hivyo leo nilikuwa nafunza hiyo. Nikapitia maisha magumu pia kwenye hii ndoa. Lakini nilikuwa kwenye hii ndoa sasa nikajifunza sana kumtegemea Mwenyezi Mungu. Nikawa ninaomba Mwenyezi Mungu kutokea sababu huyu mwanamume tuachane. Kwa sababu ile mwingine nilimwacha kwa kusudi na kusudi zangu hazikufua dafu. Kukatokea sababu yeye mwenyewe akaandika talaka akaniacha. Sasa hapo nikaamua kutafuta pesa zangu mwenyewe, na watoto wawili tayari, nikajipeleka college ya kushona. Bahati nzuri hizo EPZ zilikuwa zinafunguliwa, nikapata kazi. Nikaanza tena sasa kuanza tena kurudi moja, kuanza tena kustruggle sasa nimjengee mamangu. Mamangu naye pia akawa amepata shamba sehemu nyingine. Lakini yani hapa leo nataka kusema kwamba mtoto wa kike usiishi kwa kuuza mwili wako eti kwa sababu wewe uko na shida. Kuuza mwili siyo kazi, na wala kukaa nje